tunakuhabarisha na kukuelimisha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu watazamaji wa channel yetu hii ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, tuna wajibu wa kumshukuru Mola wetu mtukufu kwa neema zake na rehema zake na ihsani yake kutukutanisha tena katika wasaa huu wa kukumbushana mambo mbalimbali yanayohusu mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Na leo biidhnillahi azza wa jal tutakumbushana kuhusiana na zile nyudhuru ambazo zinazomhalalishia mtu kufungua mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kama ambavyo tunavyofahamu ya kwamba funga imewajibishwa kwa wale ambao waliokamilisha masharti kama tuliyotangulia kuyataja katika vipindi vilivyopita, ikiwemo Uislamu, awe ni Muislamu mwenye akili timamu, awe ni baligh, lakini pia awe ni mzima wa afya, awe ni mkazi, na awe ameshafika, kwa maana asiwe mwanamke yupo katika zile siku zake za hedhi au nifasi. Sasa yule ambaye ataikosa baadhi ya vigezo kama hivi, basi huyo anahesabika kwamba ana udhuru, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ayyaman ma'dudat. Funga au hii funga ya Ramadhani imefaradhishwa ni masiku machache. Faman kana minkum maridan au ala safar fa'iddatun min ayamin ukhra, yule ambaye atakuwa ni mgonjwa au yuko safarini, basi atakuja kukamilisha idadi katika masiku mengineyo. Sasa wanazuoni wametoa kupitia dalili hizi nyudhuru ambazo zinazomfanya mtu afungue mchana wa mwezi wa Ramadhani, kwa maana ale mchana kabisa na wala hatakuwa katika makosa. Sasa wakataja nyudhuru hizo, wa kwanza kabisa ni almaradu walkibar, ni maradhi na uzee, kwa maana ugonjwa, kama ulivyokuja katika aya faman kana minkum maridan, au katika aya nyingine faman kana maridan, atakuwa ni mgonjwa. Kwa hiyo ugonjwa au uzee ni moja katika nyudhuru ambazo zinazomhalalishia mtu kula mchana wa mwezi wa Ramadhani. Sasa wakasema wanazuoni, fayajuzu lilmaridhi alladhi yurja bur'uhu alfitr, kwa hiyo inafaa na inajuzu kwa mgonjwa ambaye anatarajiwa kupoa ale mchana wa mwezi wa Ramadhani. Mfano, mtu ameumwa na homa, ameumwa na tumbo, ni maradhi ambayo yanayotarajiwa kupoa. Kwa hiyo kwake yeye itafaa, kula mchana wa mwezi wa Ramadhani. Lakini sasa atakapofungua katika huo mchana wa mwezi wa Ramadhani, basi atatakiwa aje alipe siku ile ambayo ameifungua, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, yule ambaye atakuwa ni mgonjwa au yuko safarini, basi atawajibika kuja kulipa katika masiku mengineyo. Wa qawlihi ta'ala, na kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan au ala safar, na atakuwa ni mgonjwa au yuko safarini, basi pia na yeye fa'iddatun min ayamin ukhar, atakuja kukamilisha idadi katika masiku mengineyo. Sasa haya ni maradhi ambayo yanatarajiwa kupoa, ndiyo ambayo yamekusudiwa hapa, kwa sababu mtu ambaye ana maradhi ambayo hayatarajiwi kupoa, huyo fardhi yake ni nyingine, ambayo ni it'am, ni kulisha. Sasa kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na kwa wale ambao wasioweza kufunga kabisa, basi watatakiwa watoe fidia ya kulisha maskini. Kwa hiyo ni maradhi gani ambayo mtu anaweza akafungua?
Wanasema wanazuoni, almaradhu alladhi yurakhasu ma'ahu alfitr huwa almaradhu alladhi yashukku ala almaridhi alsiyamu bisababihi. Haya ni yale maradhi ambayo ni tabu, inakuwa shida na tabu kwa mfungaji kufunga kwa sababu ya maradhi yale. Mfano, mtu akiwa anafunga huku mathalan anaumwa na kichwa sana. Sasa ikiwa kwamba ile kufunga kwake pia kutasababisha kichwa kuongezeka au kuchelewa kupoa au maradhi mengine kama hayo yanayotarajiwa kupoa, basi hayo ni maradhi ambayo yanayomhalalishia yeye ale mchana wa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo maradhi ambayo yanayomhalalishia ni yale maradhi ambayo ni tabu kufunga pamoja nayo. Ama yale maradhi ambayo si tabu kufunga, basi mtu anatakiwa afunge, na huo haitokuwa ni udhuru wa kula mchana wa mwezi wa Ramadhani. Isiwe mtu anaumwa na labda na ukucha tu kidogo, ndo akasema kwamba anafungua. Hapana. Mtu labda anaumwa na flu akasema kwamba anafungua. Hapana, jambo hilo halitakiwi kabisa. Itakuwa sasa anakula maksudi katika mchana wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tunapaswa kwamba tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye anatujua sisi kuliko tunavyojijua. Kwa hiyo mtu kama anaumwa kweli, basi atafungua. Ama yule ambaye hana maradhi ya hivyo ya kula mchana wa mwezi wa Ramadhani, basi atatakiwa aendelee na funga yake. Sasa tukija kwa yule mgonjwa ambaye hatarajiwi kupoa, Mwenyezi Mungu atuafu na waafu wagonjwa wetu, au al-ajiz an as-siyam ajzan mustamirran, au yule ambaye asiyeweza kufunga moja kwa moja, kama mtu mzima sana vile ambaye akili zake ziko timamu. Kwa sababu tukisema mtu mzima sana ikawa akili zake hazipo au hazipo timamu, basi huyo inakuwa amekosa lile sharti la funga. Kwa hiyo si katika watu wenye kuwajibikiwa kufunga. Kwa mfano, mzee akili zake hazipo vizuri, kwa hiyo huyu hatakuwa na wajibu si wa kufunga wala kutolewa fidia. Inakuwa kama vile ni mtoto, kama vile mtoto ambaye hawezi kufunga, basi vile vile mtoto hatotakiwa kutolewa fidia wala hatotakiwa kufunga yeye mwenyewe. Kwa hiyo yule mgonjwa ambaye hatarajiwi kupoa na yule mtu mzima sana, basi hao fardhi yao wote ni kutolewa fidia, kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na kwa wale ambao wasioweza kufunga basi wanatakiwa watoe fidia ya kulisha maskini. Lakini kwa sharti iwe mtu mzima huyo akili zake ziko timamu, au zisiwe kwamba zinaingia au zinatoka. Na wanasema wanazuoni kwamba kwa yule ambaye akili zake zinaingia na zinatoka, basi anaangaliwa ule muda wake mwingi zaidi yupo katika hali gani. Je, muda mwingi yupo katika hali ya kuto kujifahamu au hali ya kutokuwa sawa kiakili, au muda mwingi anakuwa katika hali ya kuwa sawa? Kwa hiyo ikiwa yuko sawa muda mwingi, basi huyo atatolewa fidia. Ama ikiwa hayuko sawa muda mwingi, basi huyo hatakuwa ni katika watu wanaowajibika kutolewa fidia. Kwa hiyo wanatuambia wanazuoni kwamba mtu huyo atafungua na akishafungua atakuja kutolewa fidia ya kulisha maskini. Wa innama talzamuhu fidya an yut'ima an kulli yawmin miskina, itamlazimu yeye fidia ya kulisha kila siku maskini mmoja. Na kwa hiyo fayataayanu an yakuna al-it'am, kwa hiyo inawajibika iwe ni hii kulisha, kwa maana anatakiwa alishe masikini. Na kulisha huku ima ni kwa kupika nyumbani ukamwita maskini akaja akala, au kumpatia chakula
akenda akapika na familia yake. Na hapa wanazuoni wamehtilafiana kuhusiana na kiwango cha hichi chakula ambacho tunachopaswa kukitoa. Wapo ambao walokwenda kwamba ni nusu pishi, madhhabi Hanbali hayo, lakini wapo walokwenda kwamba ni robo pishi, yani kwa maana ni kibaba, na hiyo ndiyo madhhabu Shafi'i na ndiyo ambayo inayofanyiwa kazi katika miji yetu. Kwa hiyo mtu ambaye hawezi kufunga, ambapo hatarajiwi tena kuja kuweza kufunga, basi huyo fardhi yake ni kutoa fidia ya kulisha maskini kwa kila siku kibaba kimoja, kila siku kibaba kimoja, kama ambavyo alivyosema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi Sheikh al-Kabir wal Mar'ati al-Kabira, kuhusiana na mtu mzima sana wa kiume na wa kike ambao la yastati'ani an yasuma, ambao hawawezi kufunga, falyut'ima makana kulli yawmin miskina, basi nawalishe katika nafasi ya kila siku maskini mmoja, nafasi ya kila siku amlishe maskini mmoja, kama ilivyo katika sahihi al-Bukhari katika kitab as-Siyam. Kwa hiyo na hii kulisha kama tulivyotangulia kusema kwamba ni aula kumpatia kile chakula kuliko kumwita akaja akala, kwa sababu itakuwa pale amekula yeye mwenyewe tu, lakini ukimpa akaenda kupika, basi itakuwa amekula yeye na familia yake. Na ukisema kwamba uongeze, basi ni jambo zuri kuongeza, kwa maana zaidi ya hiyo pishi, na kwa sababu yani zaidi ya hicho kibaba, afwan, kwa sababu kibaba ni robo pishi na pishi ni kilo 3, kwa maana kilo 3 ukiigawa sehemu 4, basi unakutia kwamba ni takriban kama kilo 1 kasoro hivi, kilo 1 kasoro ndio kibaba ambacho unatakiwa ukitoe kwa kila siku badala ya kufunga au yule mzee kufunga na yeye. Kwa hiyo kibaba hichi ni robo pishi ambayo ni kilo kasrobo, lakini ukisema kwamba kwa siku ninatoa mimi kilo nzima, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, atakayeongeza khairi basi ni khairi kwake. Kwa hiyo ukiongeza jambo la khairi, jambo zuri, basi ni vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa hesabu hiyo, basi utafanya kwa kila siku. Ukisema kwamba mimi naweka kwa kila, sitaki kutoa kila siku kibaba kibaba, basi niweke angalau niwe ninatoa hivi zishajichanga, basi tasema kwamba anza kupiga hesabu kwa kila siku 4 toa kilo 3. Kila siku 4 wewe toa kilo 3 za chakula kinachotumika zaidi katika mji. Na kwa hapa kwetu Zanzibar ni mchele ule ambao wewe unatumia na familia yako. Isiwe kwamba wewe unatumia basmat huku unatoa mapembe. Hapana, jambo hilo halikubaliki. Inna Allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban, hakika Mwenyezi Mungu ni mzuri, hakubali isipokuwa kizuri. Kama ambavyo unavyojipendelea wewe nafsi yako, basi mpendelee na ndugu yako vile vile. Na Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi, yani na wala msikusudie kitu kibaya mkakitoa, na nyinyi wenyewe mkiambiwa mkichukue, basi hamkichukui, labda mlazimishwe. Kwa hiyo kama unatumia mapembe, basi utatoa mapembe. Kama unatumia mbea, basi utatumia mbea. Kama unatumia jasmine, basi utatoa jasmine na kadhalika. Kwa hiyo ile fidia utaitoa kama vile ambavyo unavyowalisha watu wako. Kwa hiyo utatoa sasa kwa kila siku 4 kilo 3. Kwa hiyo siku 8 utatoa kilo 6 na hakadha na namna kama hivyo. Kwa hiyo kwa mwezi mzima utakutia takriban ni kilo 22 na nusu kwa hesabu hiyo, au ukisema kwamba utoe 23, 25, basi ni vizuri zaidi. Hata ukisema kwamba unanunua kipolo cha kilo 25 unatoa,
basi ni jambo la kheri zaidi. Na kama utampa pamoja na huo mchele ukampa na cha kutolea au kiteweleo, basi ni jambo zuri zaidi, kwa sababu mchele hauliwi peke yake ilivyo kawaida. Na vile vile katika suala hili wanazuoni wameeleza kwamba unaweza ukatoa kwa pamoja, lakini unaweza ukatoa siku baada ya siku, lakini vizuri zaidi ni kutoa zile siku ambazo tayari zimeshapita. Mathalan, zishapita siku 8, basi utatoa kilo 6, na unaweza ukampatia maskini mmoja au zaidi ya maskini mmoja, na kila neema na kheri ikienea kwa wengi ndio vizuri zaidi. Kwa hiyo hizi kilo zako 22 na nusu, utakuja ukisema kwamba nataka nizitoe zote kwa pamoja, basi ni vyema ukasubiri kule mwisho wa mwezi ukaja ukatoa, ikawa ni fidia tayari umeshatoa kwa ajili ya mzee wako au kwa ajili yako wewe mwenyewe binafsi. La, kama ukisema kwamba asubiri mpaka mwisho, basi utatoa nusu nusu, kila zikipita zile siku basi utatoa kwa mujibu wa hii hesabu ambayo tuliyokupatia. Na hapa kama ilivyokuja kwamba kumlisha maskini, wanazuoni katika masala haya ya kutoa fedha badala ya chakula wamehtilafiana vile vile. Wapo waliosema kwamba inafaa kutoa fedha badala ya chakula na wapo waliosema kwamba haifai, lakini ni vizuri zaidi kwa Muislamu kuchukua tahadhari katika dini yake, afanye lile jambo ambalo halina mushkeli, halina mashaka. Daa ma yaribuka ila ma la yaribuka, wacha jambo ambalo linakutia shaka, ufanye lile ambalo halikutii shaka. Na bila shaka kwamba kutoa chakula ni jambo ambalo halina mashaka kwa yeyote yule, lakini ni vyema ukatoa na cha ziada kama utakuwa nacho. Hicho kibaba chako kwa kila siku, basi muongezee, mpe na pesa kidogo, ili angalau akaweze kuupika vizuri mchele ule. Sasa wakasema wanazuoni kwamba ikiwa atafunga mgonjwa huyo, ikiwa ni mgonjwa ambaye anatarajia kupoa na yule ambaye hatarajii kupoa, insama almaridhu sahha siyamuhu wa ajzaahu, ikiwa atafunga huyu mgonjwa, basi funga yake itasihi na itamtosheleza. Akisema kwamba mimi pamoja na kuumwa basi ninafunga hivyo hivyo, basi funga yake itakuwa ni sahihi, lakini tu ajiangalie isije ikawa anajiingiza kwenye matatizo kwa mikono yake, kwa sababu jambo hilo litakuwa ni haramu. Pamoja na kwamba atakuwa anafanya ibada, basi wakati huo huo atakuwa anajidhuru nafsi yake, na jambo hilo tumekatazwa sisi katika dini. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wala tulqu biaidikum ila tahluka, msijiingize kwa mikono yenu katika maangamizi. Na akasema jalla wa ala wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, wala msiziue nafsi zenu, hakika Mwenyezi Mungu ameendelea kuwa ni mwenye rehma kubwa sana kwenu nyinyi. Kwa hiyo mtu hatakiwi ajiingize mwenyewe katika matatizo. Ukishajiona kwamba mimi nikifunga ndio maradhi yataongezeka au nitachelewa kupoa, basi acha kufunga, tumia ruhusa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda ruhusa zake zitumiwe, pamoja na kwamba pengine inaweza ikawa tabu, watu wamefunga, wewe umefungua, ndio una dharura. Dharura ipo. Kwa hiyo haitakiwi mtu kujidhuru, la dharara wala dirar. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakuna kujidhuru wala kusababisha madhara kwa mwingine. Kwa hiyo ukijidhuru, bila shaka utakuwa unajiingiza katika matatizo, na jambo hilo halitakiwi katika dini yetu. Kwa hiyo inapaswa kuwauliza pia na madaktari kwamba mimi kwa hii hali yangu, je, naweza kufunga au siwezi? Ikiwa ni maradhi kwa mujibu wa daktari kwambia unaweza, basi utafunga. La, akikwambia huwezi, unatakiwa uache, usijikalifishe na usijilazimishe.
Lakini na wewe mwenyewe pia ujiangalie nafsi yako. Daktari anaweza kukwambia unaweza kufunga, lakini ukifunga unajiona hasa kwamba unazidi kudhoofika, basi pale unaambiwa istafti qalbak, utake fatwa moyo wako. Wa in aftaka an-nasu waftauka, hata kama watu watakupa fatwa hii na hii, lakini wewe mwenyewe unajijua. Bali al-insanu ala nafsihi basira, bali binadamu kwa nafsi yake anajiona vizuri, anajijua vizuri kabisa. Kwa hiyo ikiwa mtu atafunga, funga yake itasihi ikiwa haito mdhuru. Na udhuru mwingine ambao unamfanya mtu aweze kula mchana wa Ramadhani ni asafaru, ni safari. Kama aya ambavyo zilivyotangulia, faman kana minkum maridan au ala safarin faiddatun min ayamin ukhar, lakini pia waman kana maridan au ala safarin faiddatun min ayamin ukhar, kwamba atakuwa mgonjwa au yuko safarini, basi atakuja kukamilisha idadi katika masiku mengineyo. Kwa hiyo yubahu lilmusafir, kwa hiyo itakuwa ni halali kwa msafiri alfitru fi Ramadhan, kufungua katika mchana wa mwezi wa Ramadhan, lakini itamwajibikia aje alipe. Wayajibu alayhi alqada, atawajibikiwa na atalazimikiwa akishamaliza hiyo safari yake, basi aje alipe. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, liman sa'alahu ani siyami fi safar, kwa mtu ambaye alimuuliza kuhusu kufunga ndani ya safari, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, in shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftir, ukitaka funga, ukitaka fungua. Kwa maana ametoa khiari Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kufunga au kufungua safarini, kama ilivyo hadithi hiyo katika Sahih al-Bukhari. Na hapo pia vile vile akasema wanazuoni, kharaja ila Makkah saiman fi Ramadhan, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka kwenda Maka huku amefunga katika mwezi wa Ramadhani. Wakati yupo Madina, basi akatoka na msafara wake kwenda Maka huku amefunga. Falamma balagha al-Kadid aftar fa aftara an-nas, alipofika eneo la Kadid alifungua na watu nao pia wakafungua, kama ilivyo katika Sahih al-Bukhari. Na hii yote ni huruma yake na rehma zake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umma wake, kwa sababu kama ilivyo katika riwaya nyinginezo kwamba alisikia kuna watu wanapata tabu kuendelea na funga na wanamfuata yeye ilhali hawawezi kufunga. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akaagizia gilasi aletewe ili aweze kufungua na watu wapate kufungua. Kwa hiyo wanazuoni wakakhtilafiana kuhusiana na suala la lipi ni bora zaidi kati ya kufunga safarini au kuto kufunga katika safari. Kuna dalili mbalimbali, ni masala ambayo ni refu wameeleza wanazuoni, lakini inarudi pale pale kama ambavyo wanazuoni walivyosema kwamba mtu ajiangalie yeye nafsi yake. Kuna baadhi ya watu basi hujisikia comfortable kabisa akifunga katika safari, anajisikia radhi nafsi yake, wala himpi tabu yoyote. Anasema mimi bwana safarini niwe nimefunga ndo najisikia hasa, kwa hiyo huyo atafunga. Ama yule akisema kwamba mimi nikifunga safarini bwana napata tabu sana, basi ataambiwa fungua, kwa sababu hii ni dini ya wepesi na dini ya ruhusa, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapenda hizi ruhusa zitumiwe, kama alivyosema Mtume sallam, inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasu, hakika Mwenyezi Mungu anapenda hizi ruhusa anazozitoa watu waziendee, watu wazifanye, wazitekeleze. Mwenyezi Mungu anapenda hivyo. Kwa hiyo tunapaswa kwamba tutumie hizi ruhusa ambazo tunazopatiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, isiwe kwamba sisi tunang'ang'ania tu yale mambo ya lazima, kwamba kwa kuwa
tuko mwezi wa Ramadhani, mimi siwezi kula mchana wa Ramadhani hata kiwa safarini, hata kama naumwa. Hapana, hapo utakuwa unakwenda kinyume na mafundisho ya dini. Dini haitakiwi hivyo. Katika dini inatakiwa kwamba mtu awe flexible, kwa maana katika hali yoyote ile anaweza kukubali yale mabadiliko. Katika hali yoyote aweze kukubali yale mabadiliko ambayo yanaweza kumtokezea, na tukifanya hivyo basi itakuwa tumetekeleza yale maagizo ya dini na itakuwa tumepata insha Allah radhi za Mola wetu. Kwa hiyo tumuombe Allah jalla waala atuwafikishe zaidi katika kukamilisha mwezi huu mtukufu wa Ramadhan, na atupe nguvu ya kuyafanya yale anayoyapenda na kuyaridhia. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.